2020-2021 bajeti ya halmashauri ilikuwa bilioni 4,78,343 na kufanikiwa kukusanya kiasi cha bilioni 5,359,998,894 ikiwa ni sawa na asilimia 131. Aidha, kutokana na usimamizi mzuri wa baraza lako, bajeti ya halmashauri kwa mwaka 2024-2025 imepanda kufikia bilioni 8,348,129,000. Kwa kuwa mnazo taarifa, hali halisi inajionyesha kwenye jedwali lililoambatanishwa pamoja na hii, ambapo kwa sasa hadi leo mnapoondoka mnajivunia uwepo wenu, kwa sababu tayari tumekusanya bilioni 10,69,696,300 ambayo ni sawa na asilimia 120.62. Kwa hiyo mnayo kila namna ya kujipongeza kwa hatua hiyo hadi siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa miradi ya maendeleo, halmashauri ya wilaya Geita kwa miaka mitano imetekeleza miradi yenye thamani ya bilioni 59,503,288.86. Fedha hizi zinatokana na mapato ya ndani, ruzuku ya serikali kuu na wadau wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha miradi iliyotekelezwa ipo katika sekta za elimu, utawala, afya, maendeleo ya jamii, utamaduni na michezo, biashara na uwekezaji, kilimo, mifugo na uvuvi, mazingira, miundombinu na sanaa, michezo na utamaduni. Aidha, pamoja na miradi ya maendeleo, halmashauri pia imepokea jumla ya shilingi bilioni 22,357,592,890 na ikiwa ni fedha za elimu bila malipo, ambapo kwa shule ya msingi tumepata bilioni 14,606,039,70 na kwa shule za sekondari tumepata bilioni 7,551,553,820. Kama mnavyoona kwenye jedwali zetu, tumeonyesha kwa kila mwaka na miradi, thamani ya miradi kama inavyoonekana, ambapo utaona hizo bilioni 59 ambazo zinaonekana moja kwa moja kwa miaka hiyo mitano, lakini pia fedha za elimu bila malipo bilioni 22. Kupokea fedha za maendeleo bilioni 59. Amefanya kazi kubwa kwenye halmashauri yetu, kwenye mkoa wetu, lakini kwenye nchi yetu ya Tanzania. Amefungua fursa za kibiashara kuanzia kwenye halmashauri yetu na taifa kwa ujumla. Na hii ya jana ilikuwa ni mwendelezo wa yale makubwa ambayo ameyafanya. Tuna kila sababu ya kumpongeza, tuna kila sababu ya kuendelea kuliimba jina lake kwa sababu ametekeleza. Hauwezi ukapongezwa kama hujafanya vizuri.
nilisafiri tarehe 13 baada ya kutoka kwenye baraza la CAG. Mimi nilisafiri njia ya kupitia Tabora, Mpanda, nikakunja Sumbawanga, nikaenda mpaka kwenye mpaka wa Zambia pale, lakini nilisafiri kwa lami maeneo yote, sikupita kwenye vumbi. Na kama alivyosema mkurugenzi na mwenyekiti, daraja letu hili lilikuwa ni kikwazo kwenye uchumi, sasa limekwenda kufunguka. Nimeuona mfano ukipita barabara ya kutoka Nzega, Tabora, Mpanda na kuendelea kule, semi zinazotoka kule. Mimi nilikuwa najiuliza kuna kiwanda huku? Kumbe watu wanafuata yale mazao kule. Mazao kule si zamani yalikuwa hayana bei. Sasa hivi gunia wanauza 70,000. Zamani kwa wakati huu wa mavuno gunia wangeuza labda kwa 30,000. Ni kwa sababu njia ile ni lami tupu. Hakuna ambapo seli itahangaika. Kwa hiyo nasi wana Geita na halmashauri ya wilaya ya Geita tujiandae kisaikolojia. Tutapokea wageni wengi wawekezaji, lakini tutapokea wageni wengi wafanyabiashara.